Bwana Yesu asifiwe. Ninakusalimu kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Mungu ni mwema, Mungu ni mwaminifu, ameendelea kutupa neema na kibali cha kuendelea kuwepo katika siku ya leo. Ninaendelea kumshukuru Mungu sana kwa ajili ya neema hii na kwa ajili ya kibali hiki ambacho ameendelea kutupatia cha kuendelea kuwepo. Kwa hiyo kama kawaida, kwa majina yangu ninaitwa Mchungaji Jackson Komando. Leo kuna kitu ambacho nataka twende tuzungumzie. Nimeamua tujikite kwanza kwenye mambo ya kinabii, kwa sababu watu wengi mambo ya kinabii hawayafuatilii na wala hawayazingatii. Kwa hiyo leo nataka twende kuangalia kuhusu habari ya ile ndoto ya Nebukadreza kwenye kitabu cha Danieli sura ya 2. Twende kuangalia ndoto ya Nebukadreza kwenye Danieli sura ya 2. Tuangalie ile ndoto ya Nebukadreza ilikuwa ina maana gani, kwa sababu ile ndoto ni ndoto ya kinabii ambayo ni ndoto ambayo imejaa imeonekana kwa njia ya mafumbo. Kwa hiyo twende kuangalia kwa ufupi kwamba ile ndoto ya Nebukadreza ilikuwa inamaanisha nini. Kwa hiyo naomba mwana wa Mungu, kama bado haujasubscribe channel hii, na kuomba tafadhali sana usubscribe ili kwamba uendelee kuwa mwanafamilia wa channel hii, ili kwamba tunapokuwa tunainua vipindi vyetu uwe wa kwanza kutazama. Kwa hiyo kama bado haujasubscribe, basi haujachelewa bado, basi subscribe ili kwamba uendelee kuwa mwanafamilia. Tukiangalia ndoto ya Nebukadreza namna ilivyokuwa, nami nataka kuichambua kama jinsi ifuatavyo. Ndoto ya Nebukadreza alilala akaota. Kwanza wazo, maana Mungu anasema kwamba wazo liingia ndani yake, akaanza kujiuliza, hivi siku ya mwisho itakueje? Yaani alianza kujiuliza kwa Nebukadreza, hivi siku ya mwisho itakueje? Kwa hiyo alipolala Mungu sasa akamwonyesha ndoto ambayo sasa hiyo ndoto imebeba unabii wa kuanzia wakati ule mpaka mwisho wa dunia, ile ndoto ambayo Nebukadreza aliota. Na ndoto ambayo aliota ndoto hii, aliona sanamu. Sanamu hiyo ilikuwa ina kichwa cha dhahabu safi. Alafu ilikuwa mikono na kifua ilikuwa ni fedha. Alafu tumbo na mapaja ilikuwa ni shaba. Miguu ilikuwa ni ya chuma. Nyusu nyayo udongo, nyusu nyayo chuma. Kwa hiyo ndio ndoto ambayo Nebukadreza aliyoota, kwamba kichwa cha dhahabu, alafu mikono na kifua shaba, alafu tumbo na mapaja ilikuwa ni shaba, alafu miguu ilikuwa ni ya chuma, lakini kwenye nyayo chini kulikuwa kuna nusu udongo na nusu chuma, nusu udongo nusu chuma. Kwa hiyo hiyo ndoto sasa ilikuwa ina maana gani? Ndoto ilikuwa ina maana gani? Hiyo ndoto ilikuwa ina maana hii. Nadhani pia hata ukisoma kitabu cha Danieli imejichambua kabisa. Lakini kwenye nyayo ndipo ambapo watu wengi huwa kuna nadharia nyingi ambazo zinaibuka kwenye nyayo. Kwa hiyo kwenye kichwa, kama Danieli alivyotafsiri ndoto, anatafsiri na Nebukadreza kwamba ile ndoto kile kichwa hicho kikiwa cha dhahabu safi alikuwa ni yeye mwenyewe na Nebukadreza, yani ufalme ule wa Babeli, kile cha dhahabu. Lakini mikono na kifua, ile fedha ulikuwa ni ufalme mwingine ambao utakayokuja badala ya ufalme wa Babeli. Na tuliangalia na tukaona ufalme ambao uliokuja baada ya ufalme wa Babeli
ulikuwa ni ufalme wa Wamedi na Waajemi, ambao ndio ulikuwa unawakilishwa na mikono ana kifua vya fedha. Baada ya Waamedi na Waajemi, ukaja ufalme mwingine ambao ufalme wa Wagiriki chini ya Alexander Mkuu, ufalme wa Wagiriki chini ya Alexander Mkuu. Kwa hiyo Alexander Mkuu Mgiriki akaanza akachukua dola ambayo pia alikuwa anawakilishwa na tumbo na mapaja ya shaba. Kwa hiyo baada ya Alexander Mkuu, nadhani nilikuwa nishasema hapa, kuna baada ya Alexander Mkuu kuna nini hapa katikati, kwa hao Wagiriki kuna nini baada ya Alexander Mkuu kuanguka kuna falme 4 ziliinuka, wafalme wanne waliinuka, lakini wote hao walikuwa ni hao Wagiriki walimpindua huyu Alexander Mkuu. Hao siwasemei leo, lakini kwa kusoma ambao waliopita nadhani nilimsemea mmoja yule ambaye anaitwa Antiochus. Huyo nilimsema kidogo kwamba kuhusu ile nadharia kusema kwamba huyo Antiochus kwamba ndiye ambaye alichukua nguruwe akaenda kumchinja patakatifu, kwamba hilo ndio chukizo la uharibifu. Lakini nilisema hapana sio, na nikakupa maandiko. Kwa hiyo ufalme wa 4 ambao uliofuata ulikuwa ni ufalme wa Warumi, ambao alikuwa ni ambao ulikuwa ni chuma, unawakilishwa na chuma, ufalme wa Warumi. Na Yesu alizaliwa kwenye ufalme huo. Kwa hiyo tunaona sasa huku kwenye nyayo kulikuwa kuna nusu nyayo ilikuwa ni udongo na nusu nyayo ilikuwa ni chuma, kwamba nyayo udongo na chuma haviwezi vikashikamana. Kwa hiyo hizi ni falme mbili ambazo haziwezi zikapatana, Ndio maana nimesema kwenye hili hapa kuna nadharia nyingi ambazo wengine kuna wengine wanasema kwamba baada ya ufalme wa Rumi, najua Rumi najua pia nadhani unaweza kuwa unajua kwamba Rumi hivi sasa inaongoza, lakini kwa njia ya kidini, inaongoza kwa dini hii Katoliki ambayo unaisikia Roman Catholic. Hii ni mojawapo ya mabaki ya ile serikali ya Warumi. Kwa hiyo watu wanasema kwamba ile nyayo kwamba nusu nyayo udongo, nusu nyayo chuma, kwamba baada ya Rumi kwamba ndio utawala huu wa Ulaya, kwamba ndio ambao uko nawakilishwa na hizi udongo na chuma. Lakini mwana wa Mungu, hapana, sio hivyo. Udongo na chuma vinawakilisha kanisa na serikali, serikali za dunia. Yaani kanisa limeinua utawala, utawala ni utawala wa kiroho, na huo utawala hauwezi ukaenda sawa na serikali za dunia, Kwa hiyo kama jinsi udongo na chuma hawezi kushikamana, hivyo serikali za kidunia ama tawala za kidunia ama sheria za kidunia haziwezi kwenda sawa na sheria ama na utaratibu wa kanisa. Kwa hiyo katikati ya chuma unatokea utawala mwingine ambao ni wa kanisa, Lakini pale kwenye ndoto ya Nebukadreza akaona jiwe kubwa ambalo halijatengenezwa kwa mkono wa mwanadamu, likaipiga ile sanamu ikapondeka wala haikuonekana, lakini ile jiwe likawa kubwa, likaujaza ulimwengu. Yaani tafasiri yake kwamba hizi falme zote ambazo tumeziona kuanzia Babeli hawa Wamedi na Waajemi na hawa Wagiriki Alexander Mkuu na Warumi ama Waromani hawa Rumi, kwamba falme zao zote hizo zitaondolewa zote. Baadaye utasimama ufalme
ambao ndio ufalme ni ufalme wa Mungu, ambao tutatawala ufalme, tutatawala milele. Kwa hiyo serikali zote za dunia zote zitakuwa hazipo. Kwa hiyo Mungu mwenyewe ndiye atakayetawala ulimwengu milele bila hizo serikali za dunia. Ndio ile ambayo Nebukadneza aliona kwamba jiwe ambalo lilitengenezwa kwa kazi ya mwanadamu likaipiga ile sanamu, ikapotea, ikayuka, wala haikuonekana tena, na ile jiwe likaujaza ulimwengu. Kwa hiyo mwana wa Mungu ni hivyo. Leo nimeona vyema nikwambie kuhusu habari za unabii wa hiki kitabu ama hii ndoto ya Nebukadneza. Kama kuna kitu ambacho natamani tukizungumzie kuhusu unabii, wewe andika tu hapo kwenye comment, sema ni kitu gani ambacho natamani tukizungumzie, nami nishakuahidi kwamba nitakifanyia utafiti na nitakwambia kama kilivyo kwa neema ya Mungu na kwa msaada wa Roho Mtakatifu. Nitakwambia kama jinsi kilivyo. Lakini pia kuna namba ambazo nakuwa natoa hapo, ni namba za WhatsApp. Kwa hiyo unaweza pia kunitafuta kwenye WhatsApp, tunaweza tukaongea vizuri, na Mungu atakubariki sana. Basi nikutakie amani ya Bwana. Kwa leo nitaishia hapo. Shalom.